ni nafasi ama ni pengo kwa Young Africans. Wanatakiwa kutafuta mtu wa aina gani hapa katikati, na wewe makini kiasi gani wasije wakaleta mzaha katika eneo ambalo ni eneo muhimu zaidi kwenye timu? Nafikiri kwanza swali hapo ni kuangalia mchezaji ambaye anaweza akaja kufiti kama alichokuwa anakifanya Dube, kwa sababu alikuwa ni mchezaji ambaye alikuwa anaisaidia sana Young Africans kwenye muda wa transition. Timu ikiwa imeshapoteza mpira, inahitaji kupokonya mpira, alikuwa anashuka eneo la chini kidogo, anakuja kuongeza nguvu kwenye lile eneo, anapokonya mipira, Yanga inanufaika na mipira ya transition. Lakini alikuwa ni mchezaji ambaye anajua kusoma mabeki, madhaifu yake, mapungufu ya mabeki ambao wanayo, na anaweza akayatumia kwenye wakati sahihi. Alikuwa anawapa faida kubwa sana Yanga, na alikuwa ni miongoni mwa mabeki washambuliaji ambao wakishuka chini wanahusika kwenye build up ya timu. Anaenda kufanya build up play na wenzake, wanapigiana pasi, wanaingia ndani ya boxi, na alikuwa anatoa nafasi ya wachezaji wengine kufunga. Kwa hiyo alikuwa anatoa mgawanyo wa magoli kwenye kikosi cha Yanga, na ndio maana ilikuwa ni rahisi. Ukimwona Dube yupo ndani, ilikuwa ni rahisi kumuona Mudathiri akifunga, kumuona Maxi akifunga, kwa sababu Dube alikuwa anahusika pia kwenye build up, kutengeneza nafasi kwa wachezaji wengine. Akiondoka kwenye box alikuwa anaondoka na beki. Kwa hiyo kulikuwa na mianya inabakia kwenye safu ya ulinzi ya timu pinzani, Yanga wanakwenda kuitumia, wanapata magoli. Na ndio maana ukiangalia kwenye hiyo misimu yote Dube alikuwa anafunga goli hata 9, lakini bado utakuta assists zinafukuzana na magoli. Tafsiri yake ni mchezaji ambaye alikuwa anahusika pia kuisaidia timu kwenye kutengeneza nafasi kwa wachezaji wengine. Kwa hiyo ukiona hizo sifa, tafsiri yake Yanga wanapaswa kwenda kumwangalia mshambuliaji wa aina hiyo, kama wataamua kucheza na washambuliaji wawili, kwa sababu Yanga imekuwa na profile tofauti za washambuliaji. Chisano amejaribu kuwagusia washambuliaji bora ambao wamepita, baadhi walikuwa wanacheza kwenye kikosi cha Yanga. Ukizungumzia Mayele alikuwa na profile tofauti na ya Dube, lakini kama tayari wana Depu, ina maana wana standing man striker kwenye eneo lao. Kama ataendelea kubakia, ina maana haitakuwa nzuri sana kama wakienda kuchukua mshambuliaji aina kama ya Depu. Watakuwa na profile moja ya washambuliaji wawili ambao inawezekana ikawa ngumu kwa mwalimu kuwatumia wote kwa pamoja, ikawa inamlazimu awe na nafasi ya kumtumia mshambuliaji mmoja mmoja. Lakini wakienda kuchukua profile tofauti na Depu, kama Depu ataendelea kubakia kwao, ina maana wanatakiwa kuja na profile kama ya Dube, ambayo inakuwa ni rahisi. Mchezaji anaweza akacheza na washambuliaji wawili kama kocha, lakini anaweza akamtumia pia kama eneo la winga mchezaji huyo ambaye atakuja kwenye kikosi cha Yanga, ama akamtumia pia kama mshambuliaji pekee kwenye eneo la mwisho. Kwa hiyo ni profile ambayo Yanga wanapaswa kwenda kuiangalia, na mchezaji ambaye ana uwezo pia wa kucheza kwenye michuano mikubwa, kwa maana ya michuano ya ligi ya mabingwa, kama ambavyo Dube alikuwa anawasaidia kwenye kufunga kwenye michuano tofauti, kwenye mechi kubwa, kwenye mechi ndogo, Dube alikuwa anafanya hivyo. Kwa hiyo ni mtu ambaye ukiondoa target yake ambayo ilikuwa kidogo inamsumbua ya kufunga magoli sana, ni mchezaji ambaye ameisaidia Young Africans kwa kiasi kikubwa. Mimi kuna muda nilikuwa namfananisha majukumu yake na yule mchezaji wa timu ya taifa ya Ufaransa Giroud kwenye michuano ya kombe la dunia. Alikuwa hafungi sana, lakini namna ambavyo alikuwa ana operate kwenye eneo la juu, alikuwa anawasaidia Ufaransa wachezaji wengine wakina Griezmann, wakina ambao walikuwepo kwenye kikosi, wanakuja wanafunga kwenye mazingira ambayo uwepo wa Giroud ndio ulikuwa unawasaidia Ufaransa kuwa wanacheza vile. Kwa hiyo hata Dube uwepo wake ulikuwa unawasaidia pia Young Africans. Tunamuona Okello, tunamuona Pacome, tunamuona Muda, tunamuona Maxi, kwa sababu ya uwepo wa Dube kwenye eneo la ushambuliaji pale juu. Sawa, ni saa 12 dakika 54 na zimesalia dakika 2 tu ili tuende tukatoe fedha. Kumbe hapa ndani tumekuwa tukizungumza kwamba si mzuri sana labda kwenye kutengeneza ama kwenye kutumia nafasi kila mara, lakini mwisho wa siku kuna namna huwa anaamua game tofauti zaidi. Tunaanza spana ya kwanza, na natamani mniambie Young Africans inapaswa kumfuata mtu kama nani wakati huu ambao Dube hayupo tena. Hii ni sana ya kuambia. Hii ni 90.0 kwa Dar es Salaam, Mwanza, Kilimanjaro na visiwani Zanzibar, lakini pia katika maeneo tofauti na tupata kupitia 89.9 na 89.7. Karibuni sana. Prince Mpumelelo Dube siku ya jana ameondoka rasmi na kusaini mkataba na timu ya Hard Rock kutokea kule nyumbani kwao Zimbabwe kwa miaka 2. Dube alijiunga na Yanga msimu 2 uliopita 2024 Julai, akiingia Young Africans kwenye dirisha hilo kubwa
la usajili na akitokea Azam FC. Kwanza mchango wa Dube Young Africans alikuwa ni mtu ambaye mchango wake ni lazima ama ni muhimu kuwepo. Tangu ameondoka Fiston Mayele, Yanga haikuwahi kupata mshambuliaji mwingine wa kiwango cha juu kuliko Prince Dube. Okay. Yes, amewahi kuja Andeboyeli pale, wamekuja kina Depu. Still Dube ni mchezaji ambaye alikuwa na daraja la juu, mimi naamini kuliko hao wengine, na performance yake ilikuwa bora sana. Unajua, licha ya kwamba msimu huu haukuwa mzuri kwa Dube kwa maana ya kuwa amefunga goli nyingi, lakini Dube ni miongoni mwa washambuliaji wachache wa kigeni waliowahi kuja nchini Tanzania wakawa na mwendelezo wa kufunga ama kucheza kwenye kiwango kizuri. Kwenye msimu wa Dube akiwa na Azam, msimu wa Dube akiwa na Yanga, unamwona ni mshambuliaji ambaye alikuwa na namba nzuri ambazo zilikuwa very very convincing. Mwangalie wakati uko Azam walikuwa na partnership nzuri yake yeye na Mudathir Yahya basi. Alafu kulikuwa kuna mtu alikuwa anaitwa Obley Chola Chirwa, alafu kuna mtu alikuwa anaitwa Daniel Jody. Hawa watu waliwahi kuwa na muunganiko mzuri sana. Kama mnakumbuka, kuna msimu mmoja Azam walianza ligi, alikimbiza sana, wakawa wanasema Azam tuna jambo letu msimu huu. Ni huo msimu ambao kwangu naamini katika msimu ambayo Azam Dube amecheza pale, ule ulikuwa ni msimu bora sana kwake. Alikuwa na partnership ya hatari, na alivyokuja Yanga Dube msimu wake wa kwanza, partnership yake na Mudathir ili click right away. Na kama mnakumbuka, kuna mechi walikutana Azam na Yanga wa jamii finali, Dube alipitishiwa pasi moja na Mudathir Yahya, pasi ambayo ya namna ile ile Dube alipewahi kupitishiwa akiwa Azam na Mudathir Yahya yule. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye alikotoka alikuwa na kiwango bora, na hata ameenda Yanga alikuwa na msimu mzuri, msimu wake wa kwanza kuliko msimu huu uliomalizika. Lakini licha ya kwamba msimu huu hakuwa na msimu bora, hilo halikushusha daraja la uwezo wake. Kilichoshuka ni performance, lakini daraja lake la ubora lilibaki kuwa juu. Mimi ni miongoni mwa washambuliaji wachache wa kigeni nilioona wamekuja kwenye ligi ya Tanzania wakawa na muendelezo. Nikikutajia hapa washambuliaji ninaowakumbuka wa kigeni waliowahi kuja hapa, Dube anaingia kwenye orodha. Kwa miaka ya hivi karibuni, labda tuseme miaka 10 hivi ama 15, namkumbuka Kiprecheche aliwahi kuja Tanzania, alikuwa bonge la striker. Aliwahi kuja mtu mmoja hapa Tanzania akiitwa Mistambwe ambaye amekuwa top scorer wa ligi. Mwingine wa kigeni ambaye alikuwa na kiwango chenye mwendelezo, aliwahi kuwa mshambuliaji mmoja akiitwa Fiston Mayele kwenye ligi yetu. Lakini kabla ya hapo kuliwahi kutokea mastrika wawili, mmoja alikuwa anaitwa Kavumbagu, Didier Kavumbagu wa Burundi, mwingine alikuwa Donald Dombo Ngoma kutoka Zimbabwe, huko ambako ametokea Dube. Alafu kuna huyu Medi Kagere aliwahi kuwa na mwendelezo katika wachezaji wa kigeni waliokuja, walikuwa wanacheza mbele. Emmanuel Okwi exactly alikuwa na mwendelezo, na nafikiri hao kabla ya Dube, mimi kwangu kwenye miaka 15 iliyopita, hao ni washambuliaji wa kigeni waliowahi kuja na wakawa na mwendelezo. Isivyo bahati, mtu kama Chris Mugalu alidumu msimu mmoja tu kwenye kiwango bora. Msimu wa pili timu ilipitia crisis, kwa hiyo iliathiri mpaka performance yake Chris Kope Mushimba Mugalu. Lakini the rest hapo hapa kutokea kiumbe kingine ambacho kilikuwa kina mwendelezo mpaka Dube. Sasa shida iliyopo, hakulasti kwa muda mrefu. Dube unajua na zaidi ya misimu 4 Tanzania. Yes. Azam kadumu kama misimu 2 pia. Zaidi ya 2, kumbukumbu zangu zinaniambia. Dube unajua amekuja mdogo. Yes, Dube amekuja mdogo. Alafu licha ya kwamba alihiti Azam, bado akaja Yanga msimu wa kwanza akahiti. Msimu wa pili ndo ambao hajafunga goli nyingi, lakini sio kwamba alikuwa hana kiwango. Kiwango alikuwa nacho. Lakini ukirudi huko nyuma ndo unawakuta hao wengine niliotoka kuwataja. Lakini kwa wazawa washambuliaji waliokuwa na mwendelezo, nafikiri ni John Boko, Alon, labda na ukirudi nyuma sana Mrisho Ngasa na Simon Msuva labda. Lakini kwa natural wacheza namba 9 ni John Boko peke yake kwa washambuliaji wazawa ambaye aliwahi kuwa na mwendelezo. Wengine kama kina George Mpole hawakulast longa, walitumika msimu mmoja wakaondoka. Kwa hivyo kwangu mimi
Nafikiri kiuhalisia tuna wakati ambao tumeona kweli washambuliaji wamekuwa adimu nchini kwetu. Sawa, Chea Lutengano. Kwa sasa Young Africans inapaswa kutafuta mtu wa aina gani? Kuondoka kwake unaweza ukasema shida iliyopo, kuna wakati inawezekana wasimuone Dube muhimu, labda sasa hivi mtu akiondoka ndo unaanza kuona kwa sababu mimi nakumbuka aliletwa hapa Ndebuyeli lakini alishindwa kuingia kwenye timu, na sio tu kushindwa kuingia kwenye timu, hakuleta impact ambayo watu waliitarajia. Na sasa hivi Yanga wakienda sokoni wanatakiwa wapate mshambuliaji wa daraja la Dube au zaidi, yani hawatakiwi kuleta mshambuliaji wa chini ya hapo. Mayele alitengeneza standard alivyoingia kwenye klabu, na Dube hakufika kwenye level za Mayele, lakini Dube alikuwa naye amekwenda na standard zake. Lakini sasa hivi ukiwatazama Yanga kumleta Ndebuyeli, kumleta Depu, Yanga walikuwa wanatafuta proper replacement ama proper backup ya timu kwenye eneo la Dube, lakini hakuna. Sio Depu, sio yule Ndebuyeli aliondoka. Depu ni mchezaji mzuri, lakini sioni kama amefika kwenye standard za Dube. Dube kuna namna alikuwa anakupa vitu vingi kutokana na aina ya uchezaji wake. Dube ana uwezo wa kucheza kwenye combination, kwa maana akapasiana na washambuliaji wengine pasi fupi fupi za haraka, wakatengeneza combination play wakafunga. Mfano rais wa hilo goli mechi ya Simba na Yanga ya Jamii msimu uliopita, goli aliwafunga Max Nzengeli mechi ya nusu finali. Dube alicheza combination play na pakumzuzwa na Max wakamsetia goli. Lakini ukiacha hapo, Dube ukimwacha kwenye combination play ni positional striker pia. Ana uwezo wa kucheza kwenye positional play, kwa maana ya kwamba kuna muda Dube unaweza ukamwona anacheza akiwa katikati, lakini kama mshambuliaji wa mwisho pase anaingia mpaka kwenye box. Lakini kuna muda anaweza akakofa kitu kingine akacheza kama false 9. Dube kuna muda anaweza akadrop deeper akaja akasupport timu kucheza wakapanda mbele. The good thing ni kwamba alikuwa pia both footed player, though alikuwa strong foot ni mguu wa kulia, lakini he was a both footed player. Ukipata mshambuliaji wa namna hiyo kwako ni advantage. Kuna mechi Dube hajafunga ametengeneza, kuna nyakati Dube anafunga. Kwa hiyo kumpata mshambuliaji mwingine Yanga anapaswa kuwa wa daraja la Dube au zaidi ya Dube, lakini kumpata mshambuliaji chini ya hapo Yanga watakuwa hawajatibu tatizo. Na asikwambie mtu uhalisia ulivyo, matarajio ya mashabiki ni kuona Yanga msimu ujao wanasajili wachezaji wazuri kuliko dirisha hili lililopita. Sawa, nikirudi hapa nataka kuja kuuliza swali. Kumsajili mshambuliaji ni bet kiasi gani? Kwa hivyo tunarudi na nakwambia tu tunaenda kwenye dunia mpya yenye bata na raha. Wakati huu Chea Lutengano anachukua system ile na kuweza kutengeneza simu yake ili ni nafasi ama ni pengo kwa Young Africans. Wanatakiwa kutafuta mtu wa aina gani hapa katikati, na wawe makini kiasi gani wasije wakaleta mzaha katika eneo ambalo ni eneo muhimu zaidi kwenye timu? Nafikiri kwanza swali hapo ni kuangalia mchezaji ambaye anaweza akaja kufiti kama alichokuwa anakifanya Dube, kwa sababu alikuwa ni mchezaji ambaye alikuwa anaisaidia sana Young Africans kwenye muda wa transition. Timu ikiwa imeshapoteza mpira, inahitaji kupokonya mpira, alikuwa anashuka eneo la chini kidogo, anakuja kuongeza nguvu kwenye lile eneo, anapokonya mipira, Yanga inanufaika na mipira ya transition. Lakini alikuwa ni mchezaji ambaye anajua kusoma mabeki, madhaifu yake, mapungufu ya mabeki ambao wanayo, na anaweza akayatumia kwenye wakati sahihi. Alikuwa anawapa faida kubwa sana Yanga, na alikuwa ni miongoni mwa mabeki washambuliaji ambao wakishuka chini wanahusika kwenye build up ya timu. Anaenda kufanya build up play na wenzake, wanapigiana pasi, wanaingia ndani ya boxi, na alikuwa anatoa nafasi ya wachezaji wengine kufunga. Kwa hiyo alikuwa anatoa mgawanyo wa magoli kwenye kikosi cha Yanga, na ndio maana ilikuwa ni rahisi. Ukimwona Dube yupo ndani, ilikuwa ni rahisi kumuona Mudathiri akifunga, kumuona Max akifunga, kwa sababu Dube alikuwa anahusika pia kwenye build up, kutengeneza nafasi kwa wachezaji wengine. Akiondoka kwenye box alikuwa anaondoka na beki. Kwa hiyo kulikuwa na mianya inabakia kwenye safu ya ulinzi ya timu pinzani, Yanga wanakwenda kuitumia, wanapata magoli. Na ndio maana ukiangalia
kwenye hiyo misimu yote Dube alikuwa anafunga goli hata 9, lakini bado utakuta assists zinafukuzana na magoli. Tafsiri yake ni mchezaji ambaye alikuwa anahusika pia kuisaidia timu kwenye kutengeneza nafasi kwa wachezaji wengine. Kwa hiyo ukiona hizo sifa, tafsiri yake Yanga wanapaswa kwenda kumwangalia mshambuliaji wa aina hiyo kama wataamua kucheza na washambuliaji wawili, kwa sababu Yanga imekuwa na profile tofauti za washambuliaji. Chisano amejaribu kuwagusia washambuliaji bora ambao wamepita. Baadhi walikuwa wanacheza kwenye kikosi cha Yanga. Ukizungumzia Mayele alikuwa na profile tofauti na ya Dube, lakini kama tayari wana Depu, ina maana wana standing man striker kwenye eneo lao. Kama ataendelea kubakia, ina maana haitakuwa nzuri sana kama wakienda kuchukua mshambuliaji aina kama ya Depu. Watakuwa na profile moja ya washambuliaji wawili ambao inawezekana ikawa ngumu kwa mwalimu kuwatumia wote kwa pamoja, ikawa inamlazimu awe na nafasi ya kumtumia mshambuliaji mmoja. Lakini wakienda kuchukua profile tofauti na Depu, kama Depu ataendelea kubakia kwao, ina maana wanatakiwa kuja na profile kama ya Dube, ambayo inakuwa ni rahisi. Mchezaji anaweza akacheza na washambuliaji wawili kama kocha, lakini anaweza akamtumia pia kama eneo la winga mchezaji huyo ambaye atakuja kwenye kikosi cha Yanga, ama akamtumia pia kama mshambuliaji pekee kwenye eneo la mwisho. Kwa hiyo ni profile ambayo Yanga wanapaswa kwenda kuiangalia, na mchezaji ambaye ana uwezo pia wa kucheza kwenye michuano mikubwa, kwa maana ya michuano ya ligi ya mabingwa, kama ambavyo Dube alikuwa anawasaidia kwenye kufunga kwenye michuano tofauti, kwenye mechi kubwa, kwenye mechi ndogo, Dube alikuwa anafanya hivyo. Kwa hiyo ni mtu ambaye ukiondoa target yake ambayo ilikuwa kidogo inamsumbua ya kufunga magoli sana, ni mchezaji ambaye ameisaidia Young Africans kwa kiasi kikubwa. Mimi kuna muda nilikuwa namfananisha majukumu yake na yule mchezaji wa timu ya taifa ya Ufaransa Giroud. Kwenye michuano ya kombe la dunia alikuwa hafungi sana, lakini namna ambavyo alikuwa ana operate kwenye eneo la juu, alikuwa anawasaidia Ufaransa wachezaji wengine wakina Griezmann ambao walikuwepo kwenye kikosi, wanakuja wanafunga kwenye mazingira ambayo uwepo wa Giroud ndio ulikuwa unawasaidia Ufaransa kuwa wanacheza vile. Kwa hiyo hata Dube uwepo wake ulikuwa unawasaidia pia Young Africans. Tunamuona Okello, tunamuona Pacome, tunamuona Muda, tunamuona Maxi, kwa sababu ya uwepo wa Dube kwenye eneo la ushambuliaji pale juu. Sawa, ni saa 12:54 na zimesalia dakika 2 tu ili tuende tukatoe fedha. Shida iliyopo, kuna wakati inawezekana wasimuone Dube muhimu, labda sasa hivi mtu akiondoka ndo unaanza kuona kwa sababu mimi nakumbuka aliletwa hapa Ndebuyeli, lakini alishindwa kuingia kwenye timu, na sio tu kushindwa kuingia kwenye timu, hakuleta impact ambayo watu waliitarajia. Na sasa hivi Yanga wakienda sokoni wanatakiwa wapate mshambuliaji wa daraja la Dube au zaidi, yani hawatakiwi kuleta mshambuliaji wa chini ya hapo. Mayele alitengeneza standard alivyoingia kwenye klabu, na Dube hakufika kwenye level za Mayele, lakini Dube alikuwa naye amekwenda na standard zake. Lakini sasa hivi ukiwatazama Yanga, kumleta Ndebuyeli, kumleta Depu, Yanga walikuwa wanatafuta proper replacement ama proper backup ya timu kwenye eneo la Dube, lakini hakuna. Sio Depu, sio yule Ndebuyeli aliondoka. Depu ni mchezaji mzuri, lakini sioni kama amefika kwenye standard za Dube. Dube kuna namna alikuwa anakupa vitu vingi kutokana na aina ya uchezaji wake. Dube ana uwezo wa kucheza kwenye combination, kwa maana akapasiana na washambuliaji wengine pasi fupi za haraka, wakatengeneza combination play wakafunga. Mfano rais wa hilo goli mechi ya Simba na Yanga ya jamii msimu uliopita, goli aliwafunga Max Nzengeli mechi ya nusu finali. Dube alicheza combination play na pakumzuzwa na Max wakamsetia goli. Lakini ukiacha hapo, Dube ukimwacha kwenye combination play, ni positional striker pia. Ana uwezo wa kucheza kwenye positional play, kwa maana ya kwamba kuna muda Dube unaweza ukamuona anacheza akiwa katikati, lakini kama mshambuliaji wa mwisho pase, anaingia mpaka kwenye box. Lakini kuna muda anaweza akakofa kitu kingine akacheza kama false 9. Dube kuna muda anaweza akadrop deeper akaja akasupport timu kucheza wakapanda mbele. The good thing ni kwamba alikuwa pia both footed player, though alikuwa strong foot ni mguu wa kulia, lakini he was a both footed player. Ukipata mshambuliaji wa namna hiyo kwako ni advantage. Kuna mechi Dube hajafunga ametengeneza, kuna nyakati Dube anafunga. Kwa hiyo kumpata mshambuliaji mwingine Yanga
anapaswa kuwa wa daraja la Dube au zaidi ya Dube, lakini kumpata mshambuliaji chini ya hapo, Yanga watakuwa hawajatibu tatizo. Na asikwambie mtu, uhalisia ulivyo, matarajio ya mashabiki ni kuona Yanga msimu ujao wanasajili wachezaji wazuri kuliko dirisha hili lililopita. Sawa, nikirudi hapa nataka kuja kuuliza swali. Kumsajili mshambuliaji ni bet kiasi gani? Kwa hivyo tunarudi na nakwambia tu tunaenda kwenye dunia mpya yenye bata na raha. Wakati huu Chole Tengano anachukua system ile na kuweza kutengeneza simu yake ili